Okay, tunatamani kuongea mawili matatu na vijana hawa ambao tunaona wanasema wametokea Dar es Salaam. Sasa tunatamani kupata watujuze mawili matatu ni kwa nini wako hapa na kusudi lao kubwa ni nini hasa. Dala, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Rachel Kitandu. Ndio. Natokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDSM. Basi naona hapa mnaendelea na shughuli mnaandaa. Sijajua mnaandaa nini na ni kwa nini? Okay, hapa tunaandaa jukwaa ambalo watumishi wa Mungu ambao kwa sababu tumekuja kwa lengo la kuhubiri injili mahali hapa. Kwa hiyo watumishi wa Mungu na wahubiri watakuwa wanakaa mahali hapa kama jukwaa. Yaani tunatengeneza jukwaa ambalo litakuwa linatumika kwa kazi hiyo. Basi unawaambia nini wanakijiji wa hichi kijiji cha Kisana kutokana na ujio wenu leo? Kwa wanakijiji wa Kisana tunawaambia kwamba wawe na ushirikiano pamoja na sisi, kwa sababu hii kazi au ili agizo ambalo tumepewa na Mungu kuja mahali hapa linawahusu wao kwa ajili ya ukombozi na kwa ajili ya kumjua Mungu zaidi. Unaweza kuwaambia chochote kuhusiana na huyu Yesu unayemwamini wewe leo? Naweza kuambia kwa sababu naweza nikawaambia kwamba ukimwamini Yesu Kristo kwanza unakuwa na ujasiri, lakini pia unakuwa na neema au unakuwa na uhakika wa kwamba katika zile siku za mwisho zitakapokuja au Bwana wa Mungu atakapokuja kuchukua watu wake, utakuwa na ile imani ya kwamba na wewe unaweza kuwa miongoni mwa wale ambao wataweza kuirithi mbingu kama utafuata utaratibu, lakini pia utafuata sheria za Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Jina naitwa Wema Zablon. Wema Zablon, umetokea wapi Wema Zablon? Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Unaweza kutuambia kwa nini mko hapa siku ya leo? Yes, tupo kwa ajili ya kuanzisha mkutano mkuu wa injili katikati ya kijiji cha Kisana. Ndio, waambie watu wa Kisana neno lolote ambalo wewe ni kama ushuhuda katikati ya maisha yako kutokana na huyu Yesu unayemhubiri leo. Ukiwa na Yesu anakuheshimisha, anakusaidia, matatizo yako yote yanakuwa yametatuliwa. Kwa hiyo wote ambao wana shida mbalimbali, wagonjwa, matatizo yote, wakija hapa hivyo watahudumiwa, watakutana na huyu Yesu. Mungu akubariki sana. Hakika huduma yenu ni njema sana. Acha tuendelee kuzungumza na watumishi wa Mungu wengine. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Unaendeleaje? Salama mtumishi. Mara moja dakika moja. Mtumishi dakika moja. Tunaweza kuongea dakika moja? Amina, mtumishi yuko busy na kazi. Naweza kuongea. Unaitwa nani? Naitwa Hans. Unaitwa Hans kutoka wapi? Toka Dar es Salaam. Ndio, basi sisi tunashukuru sana kwa sababu ya watu wawili watatu ambao nimeongea nao. Natamani na mimi kusikia kutoka kwako ni kwa nini mpo hapa katika kijiji cha Kisana? Ni matarajio gani ambayo mnatamani watu wa Kisana waweze kuyapata kutoka kwenu, na utuambie ni nini hasa ambacho wewe kimekusukuma kutoka huko Dar es Salaam kuja katika kijiji cha Kisana? Tuko hapa kueneza injili, kumtangaza huyu Kristo tunayemtumikia. Tunachotarajia ni watu wampokee huyu Kristo, waokolewe na kuwekwa huru kweli kweli. Amina. Mungu akubariki sana Bwana Hansi. Hakika kazi yenu ni njema sana. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, vijana wanaendelea kuandaa sehemu ambapo neno la Mungu, ujumbe wa Mungu ambao umekusudiwa kwa ajili ya watu wa Kisana wakapate kupokea sawasawa na mapenzi ya kwake. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina kaka. Unaitwa nani? Naitwa Haruni Sakalani. Naona unaendelea na kazi ya kusafisha. Hii ni mojawapo ya huduma pia? Ndio kiongozi wangu. Au unawaambia nini watu wa Kisana siku ya leo? Nawaambia tu kwamba wasikose huu mkutano, maana ni neema ya Mungu ambayo imepangwa kwa ajili yao. Maana ni sehemu nyingi ambazo zinakusudiwa kufikiwa, lakini ni neema ambayo Mungu ametupa tuweze kuifikia Kisana. Unaweza ukatoa ushuhuda mdogo mfupi ambao Yesu Kristo amekutendea katikati ya maisha ya kwako? Kabisa, naweza nikatoa ushuhuda. Kwanza kabisa zipo shuhuda nyingi, lakini ushuhuda mmoja wapo ambao naweza nikaushuhudia ni kwamba Mungu ameendelea kuyatenda makuu mengi. Kwa mfano mimi hapa ninayesoma, nimetoka elimu level za chini huko, lakini sikuwa na mpango wa kuendelea na masomo, lakini kwa neema ya Mungu mpaka sasa nipo hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mungu akubariki sana. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona shughuli nyingi sana zinaendelea. Unamuona kaka Sakalani hapa anaendelea kufanya usafi. Hii ni mojawapo ya huduma pia ambazo zinaendelea kufanyika. Pia kama tunavyoona huku kuna vijana wanaendelea kufanya kazi huku. Hakika yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hem, tujaribu kuongea na wamama wa Kisana hapa tuone wana mtazamo gani juu ya hii habari ya Yesu Kristo iliyowakuta siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Mungu akubariki. Unaitwa nani bibi? Naitwa Monica Shira.
Unaitwa Monica Shija. Nimeokoka. Mungu akubariki sana, umeokoka, unampenda Yesu. Hakika hilo ni jambo la furaha sana kwa bibi mwenye umri na makamu kama ya kwako, kuendelea kumwamini Mungu ni kitu kizuri sana. Unajisikiaje kutembelewa na wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam? Sina shida, amina. Unatamani kupokea nini kutoka kwa hawa watumishi waliokuja kwa ajili ya kueneza injili yake? Nataka kupokea neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Bibi hapa? Mimi nataka kupokea neno la Mungu. Na utapokea kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini kabisa. Amina, amina. Bibi? Mimi namchagua Yesu. Amina, ubarikiwe sana. Unaitwa nani bibi? Mimi naitwa Nkumba Samakala. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Basi tuendelee kumtumikia huyu Yesu. Tunaamini yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwetu. Mungu awabariki sana. Kama unavyosikia bibi zetu hapa, ni kwa kweli wanatutia moyo hata sisi vijana. Ukiangalia kwa umri wao ule ni umri ambao kwa kweli wanapaswa sana kuendelea kumtumikia Mungu. Hata sisi vijana wanatuhamasisha ni kwa namna gani tunaweza tukaendelea kumtumikia Mungu mpaka huko uzeeni. Kama unavyoona hapa shughuli zinaendelea kabisa. Bwana Yesu asifiwe jamani. Amina, amina. Kazi inaendelea. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya hawa vijana. Amina, amina, amina. Ngoja tupate mawili matatu kutoka kwa hawa vijana. Naona na wenyewe wanaendelea na hii kazi. Hakika mimi naamini ni mojawapo ya huduma ambazo mtu ambaye amekuja misheni lazima azifanye. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Unaendeleaje? Salama, tunamshukuru. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Daniel Godfrey Livingstone. Ndio. Ni mwana USF Mlimani. Tunamshukuru Mungu bana. Tunaendelea na kazi hapa ya kujenga jukwaa. Tunamwamini Mungu atafanya jambo kwa ajili ya watu wa mahali hapa. Mungu akubariki sana. Natamani sasa uambie watu neno moja, watu akisana kuhusiana na huyu Yesu ambaye unamwamini leo wewe. Yesu ambaye amekutoa kule Dar es Salaam kuja mpaka huku Singida kwa ajili ya kueneza kwa ajili ya watu wengine ambao hawamjui. Unatamani kuwashirikisha kitu gani kuhusiana na huyu Yesu unayemwamini? Kwa kusema hapo ni kwamba Yesu Kristo ndiye uzima na ushindi katika maisha yetu. Kwa hiyo tukimpokea yeye atafanya uwepesi katika mambo mengi, na yeye ndio atakayetuokoa katika dhambi zetu. Tunapenda kualika kila ndugu jamaa na marafiki katika eneo hili ili wajumuike nasi tukampate huyu Yesu na tukaendelea kumfahamu zaidi na zaidi ili tukue katika kumwelewa na kujua neno lake zaidi. Asante sana. Ubarikiwe sana. Barikiwe sana ndugu yangu. Barikiwa sana, barikiwa sana. Barikiwa sana, barikiwa sana. Katika kuendelea tuko na watumishi wa Mungu hapa. Tunatamani pia kujua mawili matatu kutoka kwao. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Ezekiel Kitundu. Ndio. Kwa kweli nimemshukuru Mungu kwa wageni hawa ambao wametuletea injili kwa hapa Kisana. Ninatamani watu wa Kisana waokoke kupitia wageni hawa kutoka Dar es Salaam. Mungu akubariki sana mzee wangu. Pia natamani sasa kwa sababu wewe ni mwenyeji katika hichi kijiji, natamani useme neno moja kwa ajili ya wanakijiji wenzako kuhusiana na huyu Yesu ambaye unamwamini wewe. Kwa kweli mimi nasema kuhusu kijiji cha Kisana, watu wa Mungu, watu ambao hawajaokoka muokoke kuanzia siku ya leo, mpokee Yesu Kristo awe ndani ya mioyoni mwenu. Msiendelee kupotea katika hali ya dhambi. Dhambi Mungu ni hataki watu wafanye dhambi. Mungu anataka watu waokolewe kupitia injili kwa siku ya leo. Basi nipende kukushukuru sana, lakini natamani ukitoka hapa kwa ajili ya package ambayo utaipata kwa siku ya leo, pia uende ukawajulishe ndugu, jamaa na marafiki ili pia na wenyewe tuweze kujumuika nao katika siku ya kesho. Kwa sababu huu mkutano kama unavyoanza leo, kesho tutakuwepo, kesho kutwa mpaka tarehe 26. Kwa natamani ukawaambie ndugu zako wengine na wengine na wengine majirani ili tuweze kujumuika wote kwa pamoja katika siku ambazo zimebakia. Na Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Baraka Adamu. Ndio. Umeokoka mtumishi wa Mungu? Nimeokoka ndio. Ni jambo la kushukuru sana kwa kijana
kama wewe kuendelea kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Vipi unaongeleaje ujio wa watu kutoka Dar es Salaam kuja katika hichi kijiji chenu cha Kisana kwa ajili ya kuwaletea habari na ujumbe wa neno la Mungu? Unajisikiaje? Mimi kwa kweli najisikia vizuri, ila ninawashukuru sana kwa kufika hapo, kwa kuleta mkutano. Kikubwa nilikuwa nataka yani watu tuokoke, tumpende Mungu. Hakika ni jambo la kushukuru sana kukutana na watu ambao wanamwamini Yesu, wanamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwao. Kaka, nipende tu kukusii kwamba kama una marafiki zako ambao hawajapata nafasi ya kuja leo hapa, au pengine hawajafika kwa sababu hawajui nini kinaendelea katika siku hizi ambapo sisi tupo mara hapa, ni kusii tu ende ukawajulishe ili kesho na kesho kutwa tuweze kuunganika wote kwa pamoja mara hapa. Ngoja tuongee na kaka hapa, tuzungumze mawili matatu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Emmanuel Jumanne. Unaitwa? Emmanuel Jumanne. Anaitwa Emmanuel Jumanne. Vipi unaongeleaje huu mkutano ambao umeandaliwa na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Mkutano ni mzuri, napendeza sana. Lakini kikubwa tuamini Mungu, kikubwa watu waokoke, wapendeze pia. Mungu akubariki sana. Kama unavyoona hapa tumezungumza na wanakijiji wa Kisana, pia tumeweza kuzungumza na wanafunzi wenyewe ambao wametokea Dar es Salaam kwa ajili ya huu mkutano ambao utaendelea hapa kuanzia hii tarehe ya leo mpaka tarehe 26. Nipende tu kukusii ndugu mtazamaji hapo ulipo, uendelee kutufuatilia. Tuko live YouTube, tutakuwa live kule. Endelea kutufuatilia, tufuatilie, share, subscribe na ucomment. Tunapenda sana uendelee kufuatilia ni nini hasa Mungu ambacho anaendelea kukionyesha kwa ajili ya watu wa Kisana. Watu bado wapo, tunatamani